Bwana Ramadhani Mbwaduke, mzee wa data, tunaelewa hamasa imekuwa kubwa kweli kweli kutoka kwa mashabiki, wanachama, lakini pia viongozi wa Dar es Salaam Young Africans kuelekea kule Malawi kuwavaa Silver Strikers. Sawa sawa Natamani kujua angalau mambo matatu ambayo Dar es Salaam Young Africans wanapaswa kujihadhari nayo kuelekea kwenye mchezo huu. Jambo la kwanza hilo lilotoka kulieleza. Najua mashabiki wamekuwa wengi wanaiunga mkono, mabasi zaidi ya 50 taarifa zinasema huenda mpaka siku ya mchezo, kwa sababu kuna mashabiki wengi wa Tanzania wanatoka jijini Mbeya, hawezi kuanza safari leo hii. Bila shaka hao ni wale wa kutoka mikoa mingine ya Tanzania, kwa sababu kule Mbeya kuko karibu na Malawi, maana kuna uwezekano kukawa na mashabiki wengi zaidi wa Tanzania wanaokwenda kuiunga mkono. Sasa wakiungana na Watanzania wengine na mashabiki wengine wa wananchi Yanga kule nchini Malawi, basi hapa ndo inakuja tahadhari ya kwanza kwamba wawe makini, wasicheze wachezaji watakopata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kocha Romain Folz na msaidizi wake. Hapa tunazungumzia Patrick Mabedi. Wasicheze kwa pressure ya mashabiki, badala yake wacheze kwa kuzingatia maelekezo ya benchi la ufundi juu ya kuiendea mechi hii ambayo ni muhimu, kwa sababu wakipata matokeo mazuri kule Malawi, manake na warahisishia kazi katika mechi ya marudiano kwa Mkapa jijini Dar es Salaam. Maana matokeo ya jumla, mshindi ndiye atakayekwenda katika hatua ya makundi Ligi ya Mabingwa barani Afrika, ambapo Yanga wakifanikisha hili itakuwa ni rekodi kwa timu za Tanzania kufuzu walau hatua ya makundi Ligi ya Mabingwa barani Afrika mara 3 mfululizo. Najua zipo timu kama watani zao wa jadi Simba wameshawahi kufuzu mara 2 mfululizo walau kufika hatua ya makundi na kuendelea. Lakini hapa nazungumzia Ligi ya Mabingwa barani Afrika bila kuchanganya na michuano mingine kama ya Kombe la Shirikisho. Yanga wakifanikisha kufika hatua ya makundi itakuwa ndio mara ya kwanza mara 3 mfululizo kufika hatua ya makundi. Kufanikisha hilo lazima waepukane na presha kubwa kutoka kwa mashabiki ambao bila shaka watafika kwa ajili ya kuwaunga mkono na si vinginevyo. Hilo naona kana kwamba ni jambo muhimu sana la kwanza. Mzee wa data, jambo la pili? Jambo la pili, umenibana, sema matatu tu. Sawa. Jambo la pili muhimu ni kwamba wanapokwenda kucheza dhidi ya Silver Strikers wasiende na matokeo mfukoni wakiamini kwamba Silver Strikers ni wepesi sana kwenye makaratasi. Ni kweli Yanga ni kubwa sana kulinganisha na Silver Strikers. Kwa viwango vya ubora vya CAF, hapa tunapozungumza Yanga ni ya 9 kwa ubora barani Afrika baada ya kuingia kwa msimu wa 2025-2026. Lakini Silver Strikers wapinzani wao katika raundi hii ya pili ya awali kwa ni ya kufuzu hatua ya makundi Ligi ya Mabingwa barani Afrika, sio tu kwamba wanaifikia Yanga kwa viwango vya ubora ndani ya 10 bora, lakini ni pia hawamo kabisa katika orodha ya klabu bora barani Afrika kwa viwango vya CAF. Na hili ni kwa sababu CAF utaratibu wao ni lazima timu walau iingie kwenye hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa ama Kombe la Shirikisho CAF kwenye misimu 5. Sasa Silver Strikers hawajawahi kuingia katika hatua ya makundi Ligi ya Mabingwa wala Kombe la Shirikisho ndani ya misimu 5. Kwa sababu hiyo hawana sifa, vigezo vya kuingia katika orodha ya viwango vya ubora. Yanga wao wapo tena ndani ya top 10. Sasa ukubwa wao huo tena wakitoka katika ligi kuu Tanzania bara ni ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika. Malawi ambako wao Silver Strikers ndio mabingwa katika ligi hiyo na ndio maana akapata tiketi kuwakilisha Malawi kwenye ligi ya mabingwa kwa msimu huu, haimu katika orodha ya ligi bora kwa sababu ndani ya misimu 5 haijawahi kutoa timu yoyote kuingia hatua ya makundi Ligi ya Mabingwa wala Kombe la Shirikisho. Lakini ukipima tena uzito wa timu hizi kwenye makaratasi, Yanga kwenye ligi bora namba 5 wanatoa ubingwa back to back mara 4 mfululizo. Tena kwa pointi nyingi zaidi. Pointi 82 kati ya 90, performance ya 91%. Wakifunga mabao 83, wakiruhusu mabao 10 tu katika ligi nzima yenye mechi 30 kwa sababu kuna timu 16. Silver Strikers Malawi nako kuna timu 16. Kuna mechi 30 kwa msimu. Wao msimu mzima wakati wakitoa ubingwa walimaliza wakiwa na pointi 66. Lakini mabao walifunga 58, waliruhusu mabao 17. Yaani ligi ambayo ni dhaifu kulinganisha na ligi kuu Tanzania bara, lakini hawakumaliza kwa points walau za kufikia walizomaliza Yanga. Performance yao haikuwa ya kutisha. Ingawa ndo mabingwa kwa sababu mwisho wa siku bingwa lazima apatikane kulingana na ushindani kwenye ligi yao. Lakini mabao waliruhusu 17, ukiwa ni wastani wa kuruhusu bao kila baada ya dakika 159 katika ligi kuu yao msimu wa 2024-2025. Yanga licha ya kufunga mabao mengi, mabao 83, wakati wao walifunga mabao 58 kwenye ligi yao isiyokuwa nzito kama ligi kuu Tanzania bara, Yanga waliruhusu mabao 10, wastani wa kuruhusu bao kila baada ya dakika 270. Wao kwenye ligi yao ambayo sio nzito kihivyo kulinganisha na ligi kuu Tanzania bara, walikuwa wanaruhusu bao kila baada ya dakika 159. Kwa lugha nyingine wanaruhusu mabao mapema zaidi. Maana ligi yao pia unacheza mechi 30 dakika 2700 kama ligi kuu Tanzania bara.
Mwisho wa siku kwenye makaratasi unaona Yanga iko vizuri zaidi kuliko Silver Strikers. Sasa rekodi hizi zisije zikawafanya wachezaji watakopata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha Yanga dhidi ya Silver Strikers kwamba wabweteke, kwamba wajione piga huo garagaza hawa tutawafunga. Hapana. Wao ni wazoefu, wanafahamu, basi lazima waheshimu mpinzani, wacheze kwa kuzingatia mpango kazi wa mwalimu Romain Folz na msaidizi wake Patrick Mabedi, ili mwisho wa siku wapate kinachostahili katika mechi muhimu ya kuelekea hatua ya makundi. Nadhani hili ni jambo la pili muhimu sana la kumheshimu mpinzani, kuheshimu na kuzingatia mipango kazi ya mwalimu, kucheza kwa nidhamu kadri watakavyoelekezwa namna ya kufanya. Mzee, nahitaji jambo la tatu sasa ili tufunge moja kwa moja. La tatu kati ya mengi na kwa sababu umesitiza matatu. La tatu bwana, wawe makini katika eneo la kuchezea. Ni kwa sababu Silver Strikers chini ya kocha wao wa kuazima Edson Kadenge Mwafulilwa, yeye mipango yake ya kucheza ameshasema tangu alipocheza dhidi ya Elgeco Plus katika mechi ya marudiano ya Madagascar. Alipata sare, walipata suluhu kwa maana kumaliza mechi bila kwa sababu alipata 1-1 ugenini kule Madagascar, wakasonga mbele kwa faida ya bao la ugenini. Sasa baada ya mechi ile alisema kabisa wanapokwenda kucheza katika mechi ya raundi ya pili ya kuania kufuzu hatua ya makundi dhidi ya Yanga wataenda kuimarika katika namna ya kujibu mashambulizi, counter attacks, kwamba watajibu kwa kasi zaidi kuliko kile walichokionyesha dhidi ya Elgeco Plus, kwa sababu wachezaji wake wakati wanafanya transition ya positive, kwa maana kwamba pale wao wanapopata mpira na kwenda kushambulia lango la mpinzani walikuwa wanaenda kwa kasi ya chini mno. Sasa kwenye mechi dhidi ya Yanga watacheza vile vile, kwa maana kwamba wanazuia zaidi kutokea chini, wanaita low block, lakini wakishambulia kwa kushtukiza. Kasi ndio itakayoongezeka. Kasi wanatarajia iongezwe na nani? Viungo wao akina Uchizi Vunga ambaye ni kiungo bora katika ligi kuu ya Malawi msimu wa 2024 ambao wao walitoa ubingwa. Mabeki wao pembeni akiwemo Lamek McDonald, beki bora katika ligi kuu ya Malawi msimu wa 2024 ambaye alifunga mabao mawili, alitoa assist 10. Watakuwa wanakimbia sana wakati wanakwenda kushambulia, lakini washambuliaji wao kina Joseph Andrew ambaye katika mechi mbili zilizopita walipofungwa 2-1 dhidi ya Big Bullets katika ligi kuu, bao moja alifunga yeye. Walipotoa sare ya 1-1 dhidi ya Elgeco Plus kule nchini Madagascar, lile bao moja alifunga yeye. Ana kasi, lakini pia mshambuliaji mwenzake Maonga naye ana kasi. Watakuwa wakichangamkia mipira hiyo ya mashambulizi ya kushtukiza. Sasa Yanga lazima wawe makini kwamba wanakutana na Silver Strikers ambayo itakuwa muda mwingi na meza mashambulizi, inazuia kutokea chini alafu ishambulie kwa kushtukiza. Wanapokuwa wanamiliki zaidi mpira karibu na kati ya mstari wa uwanja, basi wawe makini kuhakikisha kwamba mipira mirefu kutoka nyuma kwa walinzi wa Silver Strikers. Hapa nazungumzia kina Nixon Mwase beki wa kati, nazungumzia kina Maxwell Paipi, nazungumzia kina Baraka beki wa kushoto, nazungumzia kwa golikipa George Chikoka, isije ikawadhuru kwa kwenda nyuma ya mabeki wa Yanga kina Ibra Baka, kina Bakari Nondo Mwamnyeto, Frank Yasinki, Dickson Jobu, ambapo wakipata tukio hilo wanaweza kuinasa akina Maonga, akina Joseph Andrew kwenda kumfikia golikipa wao na kuwaletea madhara. Ikumbukwe Yanga dhidi ya Mbeya City lipo tukio ambalo kama sio Djigui Diarra kuonyesha uwezo wake wa ajabu katika kuzuia Mbeya City wasipate bao kuelekea mwishoni mwa mchezo kwa mpira mrefu ambao ulitokana na shambulizi la kujibu. Vitalis Mayanga tunajua alimpiga kikoi Djigui Diarra, wakati anakaribia kufunga ndipo Djigui Diarra akaokoa. Sasa matukio kama yale yapaswi kuachwa, kwa sababu yanaweza kuadhuru, kwa sababu ni aina ile ya kushambulia kwa kujibu ambayo Silver Strikers chini ya kocha Kadenge wanajipanga kwa ajili ya namna ya kucheza na Yanga, wakijua kwamba hawezi kupishana na Yanga katika umiliki wa mpira ambao katika msimu uliomalizika 2024-25 ligi ya mabingwa barani Afrika, baada ya Mamelodi Sundowns ilikuwa inamiliki mpira kwa wastani wa 64% katika kila mchezo, Yanga walikuwa wa pili kwa kumiliki kwa 59% miongoni mwa klabu zote zilizoshiriki ligi ya mabingwa kuanzia hatua ya makundi mpaka fainali ambayo Pyramids walitoa ubingwa kwa wafunga Mamelodi. Yanga wakipiga pasi kwa wastani wa 362 kwa mechi na kuifanya kwa timu ya pili kwa kupiga pasi nyingi baada ya Mamelodi walikuwa wanapiga pasi 451 kwa kila mchezo. Sasa Silver Strikers wanazo taarifa hizi, wanajua hawawezi kupishana na Yanga katika umiliki wa mpira, katika kupiga pasi nyingi, watakuwa wakikabia zaidi kutokea chini kama alivyosema mwalimu wao. Sababu hiyo Yanga wawe macho kukabiliana na mashambulizi ya kushtukiza, kwa sababu vinginevyo yanaweza kuwaletea madhara na kuharibu shughuli hii muhimu kwa ajili ya kumaliza kazi kwenye mechi ya marudiano, ili kwenda katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, kuwapa furaha Tanzania, kuwapa furaha na Yanga katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Nadhani hili ni jambo muhimu kati ya matatu ulioniuliza.